Wizara ya afya ya Lebanon imesema kwamba mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israel yamewaua watu 19 kusini mwa nchi hiyo. Watu 10 kati yao wakiwemo watoto 3 na wanawake 3 waliuawa baada ya nyumba moja kushambuliwa katika mji wa Deir Kanun. Lebanon iliingia vita baada ya kundi la wapiganaji wa Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kurusha makombora kuelekea Israel kulipiza kisasi mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyomuua kiongozi mkuu wa Iran. Zaidi na Esther na Muhisa. Mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon, hasa kusini mwa nchi hiyo, yanaendelea kushuhudiwa huku vifo vya watu vikiendelea kuongezeka licha ya makubaliano ya kusitisha mashambulizi kati ya Israel na Lebanon. Vifo hivyo vya hivi karibuni vimetokea chini ya wiki moja tangu Marekani ilipotangaza kuwa Lebanon na Israel zimekubaliana kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 45 zaidi, huku pande hizo mbili zikitarajiwa kuanza tena mazungumzo mwanzoni mwa mwezi Juni. Lakini licha ya kuongezwa kwa muda wa usitishaji mapigano, Israel na Hezbollah zimeendelea kushambuliana hasa kusini mwa Lebanon. Israel inasema inalenga kundi lenye silaha la Hezbollah, lakini mara nyingi raia ndio wanauawa na mashambulizi hayo, wakiwemo wanawake na watoto. Hezbollah nayo imerusha makombora na ndege zisizo na rubani katika jamii ya kaskazini mwa Israel na dhidi ya wanajeshi wa Israel wanaokalia baadhi ya maeneo ya kusini mwa Lebanon. Siku ya Jumanne, jeshi la Israel lilitangaza kuwa mwanajeshi mwingine ameuliwa katika shambulio la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Katika taarifa yake, Wizara ya Afya ya Lebanon ilisema kuwa mbali na vifo vilivyotokea Deir Kanun, watu wengine 3 walijeruhiwa akiwemo msichana mdogo. Wizara hiyo pia ilisema kuwa watu wengine 9 waliuawa na 29 kujeruhiwa katika mashambulizi ya anga ya Israel yaliyolenga wilaya ya Nabata na Taya. Idadi ya watu waliouawa nchini humo kutokana na mashambulizi ya Israel wakati wa mzozo kati ya Israel na Hezbollah tangu mwezi Machi imezidi watu 3,000. Haya ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon siku ya Jumatatu. Wakati huo Hezbollah ilisema wapiganaji wake walipambana na kikosi cha jeshi la adui wa Israel kilichojaribu kusonga mbele kuelekea eneo la uwanja wa mji wa Hadatha. Shirika la habari la AFP liliripoti. Kundi hilo lililoungwa mkono na Israel lilisema wapiganaji wake waliharibu tanki moja la Israel. Hezbollah pia ilisema ilishambulia vikosi vya Israel kusini mwa Lebanon pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga ya Iron Dome karibu na mpaka wa kaskazini wa Israel. Makubaliano ya usitishaji mapigano yalisimamiwa na Marekani yanairuhusu Israel kutekeleza mashambulizi ambayo inasema yanalenga kuzuia shughuli za kijeshi za Hezbollah. Vikosi vya ardhini vya Israel vinaendelea kukalia ukanda wa eneo wenye urefu wa takriban kilomita 10 kutoka mpaka wa Lebanon ambao viliteka wakati wa mzozo huo. Na msikilizaji, ni taarifa ya Esther na Muhisa. Tukisonga mbele, kikosi cha anga cha Nigeria kimeimarisha operesheni zake dhidi ya makundi yenye silaha kaskazini mashariki mwa nchi hiyo kwa kufanya mashambulizi kwenye jimbo la Borno. Jeshi la nchi hiyo limesema maeneo yaliyoshambuliwa ni yale ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakitumiwa na wapiganaji kujificha. Hamid Abubakar na maelezo zaidi. Msemaji wa jeshi la anga Ehimen Ejodame alisema Jumatano kwamba operesheni hiyo ilitekelezwa kwa msingi wa taarifa za kuaminika za kijasusi na anga. Alisema ndege za kijeshi ziliharibu maeneo aliyotaja kuwa vituo vya usambazaji wa vifaa vya wanamgambo, majengo na maeneo ya mikusanyiko, akiongeza kuwa wapiganaji kadhaa waliuawa na mashambulizi yaliyokuwa yamepangwa yakazuiwa. Bukhar Meram ipo katika ukingo wa kusini wa bonde la Ziwa Chad, huku Chikide ikiwa katika eneo la serikali ya mitaa ya Goza karibu na mpaka wa Nigeria na Cameroon. Eneo la Ziwa Chad linalojumuisha Nigeria, Chad, Niger na Cameroon kwa miaka mingi limekuwa ngome ya kundi la Boko Haram pamoja na tawi lake la Islamic State West Africa Province, yani ISWAP. Mashambulizi hayo ya hivi karibuni yanakuja wakati kukiwa na ongezeko kubwa la operesheni za kijeshi katika eneo hilo, ikiwemo ushirikiano na Marekani. Jumanne, jeshi la Nigeria lilisema kuwa operesheni za pamoja za hivi karibuni na vikosi vya Marekani viliwaua wapiganaji
wapiganaji 175 na kuharibu miundombinu ya wanamgambo kaskazini mashariki mwa nchi. Maafisa wanasema baadhi ya viongozi waandamizi wanaohusishwa na Islamic State pia waliuawa, akiwemo Abu Bilal al-Minuki ambaye serikali zote mbili zilimtaja kuwa kiongozi wa pili kwa ukubwa duniani wa kundi hilo. Wengine walioripotiwa kuuawa ni pamoja na Abd al-Wahhab, kiongozi mwandamizi wa ISWAP anayeshutumiwa kuratibu mashambulizi na propaganda, Abu Musa al-Maghawi pamoja na Abu al-Muthana al-Muhajir aliyefafanuliwa kuwa ofisa mwandamizi wa masuala ya vyombo vya habari wa kundi hilo. Baada ya hayo, Rais wa Marekani Donald Trump alishukuru serikali ya Nigeria kwa ushirikiano wake, akisema al-Minuki hataendelea tena kuwahofisha watu wa Afrika wala kusaidia kupanga mashambulizi dhidi ya Marekani. Nigeria na Marekani zimeongeza ushirikiano wa kiusalama katika miezi ya hivi karibuni, huku wakiongeza shinikizo dhidi ya makundi yenye misimamo mikali yanayofanya shughuli katika eneo hilo. Katika wiki za hivi karibuni, Nigeria imeongeza juhudi zake za kukabiliana na msimamo mkali wa kutumia vurugu na uasi wa makundi ya Kiislamu yenye silaha. Shukran Hamida Abubakar. Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu za michezo na kama tulivyokudokeza, Arsenal wameshinda ligi kuu ya England. Sasa furaha na bashasha zimetanda katika mitaa yote kaskazini mwa London, si huko tu, maeneo tofauti kote duniani, baada ya timu ya Arsenal kunyakua ubingwa huo baada ya kukamia kombe hilo kwa miaka 22. Arsenal walishinda ubingwa huo jana usiku, na hii ni kufuatia matokeo ya sare ya bao moja ya Manchester City dhidi ya timu ya Bournemouth. Mara ya mwisho kwa Arsenal kushinda ubingwa huo, nilivyokueleza msikilizaji, ilikuwa mwaka 2004, ambapo wakati huo hawakupoteza hata mechi moja. Ili kufahamu thamani ya taji hili la Arsenal baada ya miaka 22, Ahmed Bahaj amezungumza na Toto Arege na Abula Ahmed ambayo ni wachambuzi wa kandanda kutoka nchini Kenya. Wacha tuwasikilize. Furaha ambayo haina kifani, maana ukiangalia mwisho kushinda taji mwaka 2004, wengi wetu nadhani ilikuwa bado chekechea. Mimi nilikuwa shule ya upili bado. Wanasema atafutaye hachoki. Akichoka kesha pata. Na kinolewacho hupata. Kimenolewa. Na heko kwa Mikel Arteta. Manake yeye ndo ameleta haya yote. Alikuja wakati kulikuwa na vurugu. Kikosi cha Arsenal kulikuwa hakieleweki. Wakati ukiangalia safari kuanzia nafasi ya 8 mwisho wa msimu, nafasi ya 5, alafu nafasi ya 2 mara 3 mfululizo. Na sidhani kama kuna timu inastahili zaidi ya Arsenal ukiangalia masaibu ambayo tumepitia miaka ya nyuma. Ndio. Hizi sherehe unaona zinakwenda paka lini ama zitakera mwisho? Kuwakumbusha tu kwamba Manchester United ndio timu ambayo ina mataji mengi ya EPL, mataji 20. Kwa hivyo hili taji lao tutapigia tu makofi kidogo, si sana, lakini kwanza kabisa kongole kwa Arteta, amefanya kazi nzuri. Wajua hizi timu za Uingereza, kitu ambacho nimegundua, kitu ambacho kinawafanya wafanye vizuri ni wale hizi vilabu havina subra. Ukiangalia Arteta, huu ni mwaka wake wa 7 akiwa Emirates, na alipewa muda, akapewa wachezaji, akapewa ule uhuru wa kuweza kusajili, akapewa nafasi ya kuweza kuonyesha kile ambacho anaweza amekileta kwenye timu. Kitu ambacho kinaponza timu nyingi kutofanya vizuri ni kuwa na subra. Sherehe zinaendelea, ni mbwembwe kote duniani, lakini wanasahau kwamba kuna kitu ambacho kinawasubiri tarehe 30 Mei Budapest. Siri ya hii Arsenal, nguvu yao imekuwa ni nini? Mmemtaja Mikel Arteta. Kikosi kizima na umoja. Maanake Arteta alipokuja, ukiangalia takwimu kiufupi, msimu umekwisha. Nadhani ni City pekee ambayo ilishinda taji mwaka 2021 na haikuwa na mchezaji ambaye alikuwa na ukijumuisha mabao na assist kufika 20. Arsenal hivi sasa pia imefanya hivyo. Kumaanisha kwamba Arsenal haikutegemea mshambuliaji, haikutegemea kiungo kama Manchester United na Bruno Fernandes, haikutegemea mchezaji, bali wachezaji wote walikuwa wanasaidiana. Ukiangalia kuna mgawanyiko wa mabao, mgawanyiko wa assist. Wakati mmoja wanasema tunafunga kona ndo tunashinda sababu ya kona. Mara mwisho wamemalizia ni VAR na mabao mengi yametokana na kona na VAR kwa sasa. Abula, unaweza kusema kwamba ni mwanzo tu huu wa mataji kuanza kuja, ama mmejifunza nini baada ya kukaa misimu 22 bila kushinda taji? Itajirudia? Itajirudia. Maana ukiangalia hivi sasa kuna mabadiliko mengi. Pep Guardiola kuna uvumi kwamba anaondoka mwisho wa msimu huu, na yeye ndo amekuwa akisumbua sana. Ameshinda taji la EPL mara 6 ndani ya miaka 7 tangu aje kipindi cha miaka 10. Kwa hiyo hivi sasa ukiangalia nani ambaye anaweza msumbua Arteta? Toto bwana, tetesi za kutoka kwa wachambuzi na wale wasiopenda Arsenal wanatoa zile takwimu kwamba Arsenal imeshinda zaidi ya mechi 10 kwa bao moja bila. Alafu pia Arsenal wamefunga magoli 18 kupitia dead balls, mafoul, makona. Je,
hii wengine wanasema kwamba ni miongoni mwa timu ya washindi ambayo haijacheza mpira wa kuvutia kabisa. Unakubaliana na hilo? Lakini tuambiane ukweli. Ukiangalia kikosi cha sasa cha Arteta na kile cha mwaka 2004 ambacho kilishinda ubingwa wa ligi, kuna utofauti mkubwa. Timu inataka kushinda, inataka ubingwa wa ligi, lakini inashinda bao moja kwa bila. Na ukiangalia katika ile orodha ama idadi ya mabao ambayo wamefunga msimu huu si mengi sana ikilinganishwa na ya mwaka 2004. Ikiwa anataka tena ku retain title ambayo ameshinda mwaka huu, lazima awekeze sana katika mashambulizi na katika winga na pia katika viungo wa kati, kama sijakosea. Mkuki kwa nguo. Nakumbuka katika historia hakuna kocha bora katika historia ya EPL zaidi ya Sir Alex Ferguson. Miaka nyuma Sir Alex Ferguson alishinda mataji ya 13 ya ligi kuu ya soka nchini England. Miongoni mwa siri alizoulizwa alisema, ukiwa na safu bora ya mashambulizi itakusaidia ushinde mechi. Ukiwa na safu bora ya ulinzi unashinda mataji. Nadhani hiyo ndo Arteta ameenda nyuma kaangalia ulinzi. Ukiangalia ulinzi wa Arsenal mzuri kabisa. Na ulinzi ndo kufanya ukashinda mataji. Hasa baadhi wanasema hii timu ya safari hii iliyoshinda haikuwa na mchezo mzuri. Inajalisha kwa lilo? Haijalishi kwetu. Mwisho wa siku ukiangalia siku ya Jumapili kombe litachorwa Arsenal. Alitachorwa set piece, litachorwa Arsenal ile kombe. Unaona katika historia kwamba na tukija miaka 10 na ukuja tutaangalia mwaka 2025-2026 timu gani ilishinda? Arsenal. Takwimu weka kando. Hivi sasa tunashinda ligi tukitumia nguvu, pia bado wanatuponza. Si hatujali. Lakini mmestruggle. Ukiangalia City kama si mechi ya jana ambao walitoka sare yao. Pia yamekuwa mijadala mingine kwamba Arsenal msimu huu wamebebwa, ni madai lakini hayo wamebebwa, ni wamepata bahati katika baadhi ya maamuzi kutoka kwa marifari ambayo inakubalika wakati mwingine katika mechi, sio? Sasa haswa nyinyi mashabiki wa Arsenal wa Man United mmesema sana kwamba wamebebwa VAR, marifari. Leo unageuka hilo? Nasema kwamba kwa kweli tuzungumzie tu ukweli ambao uliopo. Mimi kama mshabiki wa soka kile ambacho kimewabeba sana Arsenal msimu huu ni VAR. Na msimu ujao usijui kama litawezekana. Yaani kuondolewa ile VAR, alafu sasa wacheza ule mchezo wao ambao wanacheza. Watatoka. Hamtatetea ubingwa. Matukio mangapi Toto ukiyakumbuka? Mechi gani kama mechi ya juzi hii ambayo walipata ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya West Ham. Walipata, yani aliponea sana ni Declan Rice kama Kai Havertz. Aliponea sana kupewa kadi nyekundu. Mechi dhidi ya Burnley. Mechi nyingi wamekuwa VAR imekuwa ikigemea upande wao. Walipendelewa kwa hivyo. Walipendelewa sana. Ni maneno ya mkosaji. Angalia kuna chama ambao wanazungumzia picha zilienea. Huwezi mshika mkono. Na sheria ipo wazi. Sheria ipo wazi. Huwezi mshika mkono kipa na mkono ndio anatumia kipa kushika. Alafu unataka bao likubaliwe. Lakini angalia mechi nyingi za Arsenal msimu huu kwa kweli. Unapata wachezaji wao wanaenda wanamzingira mlinda lango na mechi nyingi wamekuwa kiponyoka. Lakini hii hao moja hii ambayo mlinda lango wao ameshika kidogo. Jamaa walikuwa wanafanya contact. Inaonekana. Na hizo picha naomba sana uzitafute. Ukizipata uzibandike hapo hapo. Watu waone. Kuna wakati ulizungumza katika uchambuzi ukasema kwa timu kushinda inahitaji juhudi, inahitaji kocha bora, inahitaji kujitolea, lakini mwisho wa yote inahitaji bahati pia. Bahati ndio kitu ambacho Arsenal ilikuwa haina. Maana hata ukiwauliza mashabiki wa timu pinzani wanajiita United Opposition. Ilifika wakati wakaona Arsenal imeenda pointi 11 juu wakasema hivyo hawatashinda. Sababu gani? Walikuwa wana imani kwamba hii Arsenal ina nuksi. Hii Arsenal haina bahati ya kushinda taji. Unaelewa? Licha ya kwamba Arsenal anaongoza alama 11. Sasa hiyo ndio kitu ambacho walikuwa Arsenal haina, ambayo imekuja upande wetu hivi sasa bado pia wanalia ngoma. Ndio maana Waswahili wanasema kama huna bahati mbaya, huna bahati kabisa. Kongole sisi kama United Opposition, sidhani kama watatetea ubingwa wao msimu ujao. Na wamekuwa na maoni kemkem hao Toto Arege na Abula Ahmed wakiwa na Ahmed Bahaji, lakini mimi kama shabiki wa soka sina maoni. Matukio 8 yaliyoipa Arsenal ubingwa wa EPL msimu huu, tembelea tovuti ya BBC Swahili. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni ya leo: Urusi na China zashindwa kufikia makubaliano kuhusu mradi wa bomba la gesi lenye thamani ya mabilioni ya dola. Shirika la Afya Duniani lasema chanjo inaweza kuwa tayari ndani ya miezi 9 kusaidia kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Wizara ya Afya ya Lebanon imesema kwamba mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israel yamewaua watu 19 kusini mwa nchi hiyo. Hii ni BBC.
Na msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kupitia mtandao wa bbcswahili.com. Crispian Malindo ukiwa Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unasema unapata matangazo haya vizuri. Nawe Patient Sumbia pia unatupata ukiwa kijiji cha Nyungu, tarafa ya Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jafar Kopo unatusikiliza kutokea Moshi, Tanzania. Msikilizaji, leo ni siku ya meteorolojia duniani ama siku ya vipimo duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka kusherehekea mchango wa sayansi ya vipimo katika maisha ya kila siku. Vipimo sahihi ni muhimu katika kulinda afya, kuhakikisha ubora wa bidhaa na huduma, biashara, kilimo na uwekezaji. Nimezungumza na Henry Rotich, mkurugenzi wa idara ya meteorolojia nchini Kenya, nikitaka kujua vipimo vina umuhimu gani katika maisha ya kila siku. Mwaka wa 1875 Ufaransa, nchi 17 walijumuika kuongea na kukubali kuharmonize mambo ya vipimo, kwa sababu zamani kila nchi ilikuwa na yao, wenye walikuwa wanatumia metric system, other measurements, na kwa hivyo ilikuwa ngumu sana. Unaweza kununua vifaa kutoka nchi nyingine, ukifika nchi yako haitumiki kwa sababu haingiani, vipimo ni tofauti. So siku hiyo walikubaliana, wakasema watatumia vipimo ya metric system, na hiyo ilisaidia sana kwa sababu ilikuwa ni kuboresha biashara, kuboresha also teknolojia na kutransfer. Sasa hivi vipimo iko muhimu sana kwa sababu kila wakati tunatumia vipimo. Hata ukiamka asubuhi unaona ni saa ngapi, unataka kwenda kazini 1:30 na unatarajia hiyo 1:30 ni sahihi, kwa sababu kama unaenda kuchukua ndege unataka kwenda jingine, maambia ndege yako inatoka 2:00 na ukifika airport uambiwe hiyo ndege ilitoka zamani, kwa sababu hiyo saa yako haikuwa ya sahihi. Kama unanunua, tuseme unanunua dawa, naambia hii dawa meza tembe moja, ukwalini tembe moja, kwa sababu ile ingredient iko ndani daktari anajua ni kiasi gani. Sasa ukimeza hiyo dawa na kumbe hiyo tembe ilikuwa na kiasi kikubwa, unajua itakudhuru. Kama ilikuwa ni kidogo, hautaweza kupona kwa sababu hiyo kipimo haitoshani na ile daktari alikuwa anakutakia. Umeelezea umuhimu wa vipimo katika maisha ya kila siku. Taasisi yenu mnahakikisha vipi, mfano labda pampu za mafuta ama mizani za kununulia chakula ama mita za umeme zinatoa vipimo sahihi kwa wananchi? Nyie mnahakikisha vipi? Meteorolojia iko katika kategori 3. Ya kwanza tuko na ile tunaita kwa lugha ya Kimombo scientific meteorology, meteorolojia ya kisayansi. Alafu tuko na ile meteorolojia nyingine tunaita industrial meteorology. Hiyo ni meteorolojia ya viwanda. Na kuna ingine inaitwa legal meteorology. Legal meteorology, watu wa idara ya weights and measures ndio wako na hiyo meteorology. Sasa hiyo ni kusema kuwa kama uko na lori yenye imebeba tuseme miwa inapeleka kwa kiwanda, hiyo lori itakanyaga hiyo weighbridge, na hiyo weighbridge ile uzito iko nayo ndio utalipwa nayo, ama utatoza ushuru kulingana na hiyo. Sasa hiyo ni legal meteorology. Sasa ukienda kukunywa mafuta kwa petrol station, unajua hiyo kipimo ndio unalipa pesa kulingana na hiyo kipimo. Sasa hiyo ni legal meteorology. Lakini kija muhimu ni hii mambo ya kuhakikisha hiyo vipimo, calibration. Sasa hiyo pump yenye inatoa mafuta lazima iwe inatoa mafuta yenye iko sahihi kwa kipimo. So tunahakikisha kuwa hiyo pump iko calibrated ndio iweze ikwambia lita moja iwe ni lita moja. Kama wewe umeenda kwa sukari, kama ni kilo moja ni kilo moja. Kama mtoto amesaliwa na daktari anasema ni kilo 5, iwe ni kilo 5. Isiwe mtoto daktari anasema hii kilo 3, kumbe rasili iko na itilafu inasema ni kilo 5. So kazi yetu ni kufanya calibration. Tunahakikisha vipimo yetu na zile za nchi zingine za dunia zinafanana. Sasa niulize Dr. Rotich, ni mfano mimi ni mwananchi wa kawaida, nimekwenda dukani kwenda kununua sukari ama nimekwenda bushani kununua nyama, lakini naona muuza nyama kipimo chake amenipunja, ameiba nyama yangu. Sasa mimi naweza nikashtaki kwa nani? Ni legal metrology, so ni idara ya weights and measures. Utaweza kuripoti hiyo. Hata ukiwa pale unaweza kuuliza kama hiyo radili yake imekuwa calibrated. Kwa sababu ukifanya calibration kuna stika tunaweka hapo. Ni malalamiko gani ya kawaida ambayo wananchi huwasilisha kuhusu vipimo visivyo sahihi? Saa zingine especially katika mkulima unapata kama ni miwa, mkulima anasema niliweka ile miwa nilikuwa nakata, naona imekuwa mingi sana, lakini sasa ilipopima kwa weighbridge
nilipata tani yenye mimi nashuku. So unapata mambo kama hayo, so unapata mkulima anafikiria ile kipimo yenye amepewa si sahihi. Mwenzangu Halima Nyanza anamuuliza Henry Rotich kama nyama yake anafikiria kwamba imepunguzwa, ashtaki kwa nani? Yaani Halima hakufikiria tomato, hakufikiria kabeji, hakufikiria unga, kafikiria nyama. Haya, ndo hivyo sasa. Lakini msikilizaji, wewe je, ushawahi keti ukashuku kwamba huu mkate nilionunua bwana, wanasema hapa kwamba ni ile inaitwa 500 grams, lakini naona ni kama ukiugusa hivi unahisi kama uko mwepesi kidogo. Na kuna wakati pia kwenye mitandao ya kijamii unaona watu wakilalamika wakisema, mbona nahisi kama huu mkate haujajaa kwenye hii karatasi, unafaa ujae ndi. Ndo hivyo sasa, kumbe idara hii ni muhimu sana. Msikilizaji, kwenye mtandao wetu ama kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili, wenzetu wa kitengo cha dijitali wanachapisha habari hapo mbalimbali, ikiwemo hii haijachapishwa muda mrefu sana. UAE yaomba Iraq kuzuia mashambulizi yanayotoka ndani ya nchi yake, lakini serikali ya Botswana yakanusha kuwapa mashabiki wa Arsenal likizo baada ya ushindi wa ligi kuu ya Uingereza. Ni habari hizo zimekuwa zikiendelea kwenye mitandao ya kijamii kwamba Botswana wamepewa likizo. Si hivyo. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan awasili Tehran kwa mazungumzo, lakini vile ile habari yetu kuu, Urusi iko tayari kuendelea kuipatia China nishati, na hayo yamesemwa na Rais Putin. Tukisonga mbele, tukueleze msikilizaji kwamba hebu fikiria sasa, ukigundua kwamba mwili wako una hali ambayo ni nadra sana, ambayo hata madaktari wenyewe wanatatizika kuieleza, na kwamba figo moja ambayo uko nayo inaweza kuwa muamuzi wa hatma ya maisha yako. Ndivyo ilivyo kwa msichana Abigail Kendi. Sasa Kendi amezaliwa na mlango wa kizazi mara mbili, tumbo la uzazi mara mbili, uke mara mbili na figo moja. Asha Juma amepata fursa ya kuzungumza naye na kutuandalia taarifa hii. Wakati waliona niziko 2 uterus, 2 cervix, 2 vagina na 1 kidney iko na endonephrosis, ndo wakaturifa huko Kenyatta. Kuturifa Kenyatta 2021 ndo process ya surgery ilianza. Umepitia changamoto gani katika kipindi hiki? Nimepitia changamoto nyingi. Njoo cramps nitapata, but period sitaweza kupitisha as normal person. Haujawahi kupata periods hata siku moja? Hakuna. Hindi wakati nilitoka CT scan, ndo bleeding ilianza, and maybe that ndo niliweza kuona kitu ndamdamu, nikasema maybe that my period, na hiyo ndo ilikuwa ya mwanzo. Nilikuwa najisikia that mimi si mtu normal kwa kama wanawake wengine, ndio siwezi kuvalia pande, hata nijivunia kuvalia pande. Ndio wasichana walikuwa wananimburi, ilikuwa inabindi niamke mapema so that nijitayarishe niweze kwenda kwa darasa mapema. Tumbo ikiswell wanasema niko na mimba. Kuna walimu wengine wao kwa wananielewa. Na huwa unaenda unapata haja kubwa sawa kama watu wengine? Si rahisi. Mimi ni wakati nimefanywa washout ya colon, hata hiyo bando hasa, hata kama nimefanyia hiyo washout sitasikia haja, ni vile nitaenda tu njoo nimekula, nimesema acha tu niende choo nijaribu ndio itaweza kutoka. But wakati hii ya cramps kama iko nikitua niko sure that choo siwezi kupitisha mkojo, njia that balloons zitakuwa ziko nzito, ziralie hizo lunch intestine na blanda. Kwa hiyo kipindi uko na cramps, hautapata haja kubwa wala hautapata haja ndogo. Abigail, katika kipindi hiki ambapo unaenda kuanza matibabu, BBC Swahili tumekuletea maua ili kukutakia kila laheri katika safari yako. Asante. Na nimearifiwa tu kwamba sasa hivi watu wako katika harakati za kukuletea maua. Kila anayetaka kukuletea maua akuletee maua kwa ajili ya kuonyesha upendo na kwamba tuko katika safari moja. Kwa hiyo na sisi kama BBC Swahili tumekuletea maua haya kukutakia kila laheri katika safari yako ya matibabu. Na msikilizaji, ni Abigail Kendi. Huyo alizaliwa na mlango wa kizazi mara mbili, tumbo la uzazi mara mbili, na uke mara mbili, na figo moja, kama alivyozungumza na mwenzangu Asha Juma. Lakini hii inawezekana vipi? Awali Skola Kisanga alizungumza na Dr. Kireki Omanwa, daktari mtaalamu wa magonjwa ya kina mama kutoka nchini Kenya.
wakati ambapo mtoto yuko kwenye tumbo la mamake, kuna seli ambazo tayari zinajulikana kwamba hizi seli zitaenda kutengeneza viungo fulani. Sasa kwa wakati mwingine unakuta kuna hitilafu, na hii hitilafu huwa inatokea wakati ambapo hizi seli haziungani vile ambavyo zinatakiwa kuungana, ama wakati ambapo zinaungana haziungani kabisa. Kwa hivyo unakuta kizazi kina hitilafu, zinaitwa ni kasoro za Mullerian ama Mullerian anomalies. Unakuta huyu mwanadada atakuwa na vizazi viwili, anakuta na shingo mbili za kizazi, unakuta na uke pia umegawanyika ukawa mara mbili na kadhalika. Unaweza kupata kwamba yuko na ovary moja, ama pia figo zinaweza zikahusu figo. Unaweza ukapata kwamba kuna wengine ambao wako na figo zote, figo mbili, lakini kwa kawaida huwa unapata kwamba wako na figo moja. Kama huyu yuko na figo moja. Mtu atajiuliza, je, sehemu zote mbili zinatumika? Jambo la kwanza. Jambo la pili, je, anaweza kubeba ujauzito kutoka kwa wanaume wawili tofauti? Kuna miujiza ambayo inatendeka, na kwa kweli ni vigumu kusema kama anaweza kubeba mimba kwenye vizazi vyote, lakini kuna kesi ambazo sio nyingi ambazo zinajulikana kwamba kina dada kama hawa wamebeba mimba katika vizazi vyote. Lakini kwa kawaida huwa wana shida ya kupata mimba. Kwa sababu gani? Kile kizazi unakuta sio kikubwa sana, kupata ujauzito inakuwa ni shida, na kwa mara nyingi wakitaka kupata mimba ujauzazi, huwa tunawafanyia mbinu za nini, inaitwa nini, mbinu za IVF, upandikizaji. Anaweza kubeba mimba mbili tofauti, daktari? Najua mtu atashtuka, mimba mbili. Anaweza, kuna uwezekano. Na akajifungua kwa muda tofauti. Anaweza kujifungua kwa muda tofauti pia inawezekana, lakini kwa mara nyingi inakuwa kwa wakati mwingine, ikiwa mwanadada amebeba tuseme watoto watatu, alafu upate mmoja ametoka mapema, tunaweza kufunga kile kizazi kusudi hao wengine waendelee kuwa kwenye tumbo mpaka wakati ambapo itakuwa ni wakati wao wa kutoka. Tutawahesabia hawa kama ni watoto pacha. Kuna miujiza ya Mwenyezi Mungu. Umegusia pia uhusiano wa mtu huyu mwenye via viwili vya uzazi ama sehemu mbili za kike na figo, lakini pia anakuwa pia katika hali gani ya maradhi mengine, ama ya kupata dawa, ama vipi, ama anakuwa tu kawaida kama mwanamke yoyote yule? Anakuwa kama mwanamke yoyote yule, lakini wanaweza wakawa na shida, kwa maana wakati mwingine wanaweza wakapata hedhi mara mbili. Anapata hedhi wakati fulani, baada ya siku chache ile hedhi ya kwanza imepita, anapata hedhi nyingine. Kwa upande mmoja anaweza akapata ugonjwa ambao tunaita endometriosis, lakini kizazi kingine kiko sawa kabisa. Ni mawaidha hayo kutoka kwa Dr. Kireki Omanwa, na habari hiyo iko vilevile kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili kumhusu Kendi. Lakini kumbuka msikilizaji, mwisho wa jambo si mwisho wa safari. Tamati tunafikia hapa kwenye matangazo yetu haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Yamehaririwa na Victor Kenani na kusimamiwa na Nasteha Mohamed. Fundi wa mitambo amekuwa David Okelo Nairobi, na Dar es Salaam Sam Batenzi. Kwa niaba ya mwenzangu Halima Nyanza tunakutakia jioni njema. Hii ni BBC.